Yes, ni Sports AM ambao bado tuko nayo na jahazi lake linaendelea kukata mawimbi mpaka pale itakapotimu saa 5 kamili asubuhi hii. Mimi ni Alwatan Ramadhan Ngoda, karibu sana, na kwa sasa tunakwenda katika awamu ya 3 ya Sports AM na hapa ni habari na uchambuzi. Kwenye awamu ya mwisho ya kipindi hiki ni awamu ya 3 ambayo tunakuletea yale yaliyojiri kwa juma zima, kisha tunajadili masuala kadhaa kutokana na kile ambacho kimetokea, na tunaanza na zilizojiri juma hili, tukianzia na ndani ya Young Africans. Klabu ya Yanga jana ilipoteza katika mchezo hatua ya kwanza ligi ya mabingwa Afrika baada ya kufungwa goli 1-0 kutoka kwa Silver Strikers ya Malawi. Bao la Silver Strikers likifungwa katika dakika ya 76 na mchezaji Ndulu Yosef, na hivi ndivyo hali ilivyokuwa pale katika uwanja wa taifa wa Bingu Lilongwe nchini Malawi. Dakika ya 75, si Strikers wala si Young Africans. Uchizi funga, mega pasi ndani huko ya kupenyeza, nafasi kwa Strikers. Ndulu Yosef ananyanyua umati uliokusanyika kwenye uwanja wa taifa wa Bingu. Anainyanyua Lilongwe na kuinyanyua Malawi. Ndulu Yosef anaiandikia Silver Strikers goli la kwanza. Anaiandikia Silver Strikers goli ambalo linaweka alama nyingi za kuuliza katika nyuso za Young Africans. Aina yao ya kushangilia huenda ikawa inakera zaidi. Ni mpira ambao ulianza kwa mlinda mlango Chikoka George, wakidhani anapiga pasi fupi, ikapigwa pasi kwa Uchizi Funga aliyepenyeza pasi katikati ya walinzi. Yes, Yanga sasa inataraji kurejea nchini Tanzania kucheza mchezo wa marudiano katika dimba la Benjamin Mkapa Oktoba 25 na kuangalia hatima yao ya kwenda hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika msimu huu. Tukiwa bado tunaendelea kusalia ndani ya Young Africans, mara baada ya Yanga kupoteza dhidi ya Silver Strikers ya Malawi, haikuchukua muda wakaweka taarifa rasmi kumalizana na kocha mkuu wao Romain Folz kwa kuvunja mkataba wake. Kwa sasa timu hiyo itasalia mikononi mwa kocha msaidizi Malawi Patrick Mabedi mpaka pale klabu hiyo itakapotangaza tena kumnasa kocha mwingine mpya. Hivyo Yanga na Folz wamemalizana. Kitaka kuzungumza kibondei, Yanga na Folz, it's over. Kocha wa Silver Strikers Malawi Edson Kadenge hakuacha kutia neno mara baada ya kupata ushindi dhidi ya Young Africans. We know tactically, if we talk about Yanga, it's a good team. Tactically, they have got players who are more mature. They know what they are doing. So the only work is we worked on is not to give them chance to play around. We know that if they were going to play around, they will finish us up. And we saw it in the first half. It worked. Then when we saw we made some tactical against substitutions. After we saw where there was the vacuum on them, we say we can neutralize on that, and that thing worked for us. But all in all, we know that we can combine the two games which were played here and which we are going to play in Tanzania as maybe one game. We have just played first half. We have got another second half. Huyu ni Edson Kadenge, kocha mkuu wa Silver Strikers ya Malawi, akizungumza hivyo baada ya kupata ushindi wa goli 1-0 dhidi ya Young Africans. Tuondoke huko Malawi tuende visiwani Zanzibar, ambapo matajiri wa jiji la Dar es Salaam Azam FC wametakata mbele ya KMKM hapo jana katika dimba la New Aman Complex mara baada ya kuwachakaza wapinzani wao kwa mabao 2 kwa nunge kwenye mchezo wa kwanza wa mtoano wa kombe la shirikisho barani Afrika. Himid Mao, Faisal akabilisha pasi katika njia. Yahya Said Kitambala, huyu ni Mutumbula. Jeftebola Kitambala Volvo. Faisal Salum Abdallah alipitisha kwa Yahya Said, akaiseta kaiunga moja kwa moja. Ni ndizi ile banana cutting na ikaja kambani. Ronwen Williams, golikipa wa Mamelodi Sundowns, alifungwa Stade Martyrs msimu uliopita na Jefte Kitambala Bola.
itakuwa wewe Nasoro Abdallah Cholo. Itakuwaje? Kipenga kimesikika. Sindo! Matunda ya uwekezaji katika timu za vijana. Viongozi wa Azam kunyanyuka na kupiga makofi, sio kwa bahati mbaya. Matunda yanalipa katika siku adhimu muhimu kama hii. Kwa ushindi huo sasa Azam FC itawasubiri KMKM jijini Dar es Salaam kucheza mchezo wa marejeano kwenye dimba la Azam Complex Oktoba 24 na kuamua ni nani anatinga hatua ya makundi ya kombe la shirikisho barani Afrika. Baada ya mchezo huo, kocha mkuu Florent Ibenge amefurahishwa na matokeo hayo ya timu yake, huku akiwapongeza wachezaji kwa kile walichokifanya, huku kocha wa KMKM Hababu Ali akieleza wanavyojipanga kuelekea mchezo wa marejeano. Coach, first of all, congratulations for the win. Thank you very much. Okay, it was not a very easy win, but 2-0 you won. And tell us about the free kick of Pascal Msindo. Did he surprise you? No, it's a good player. He's able to score this kind of free kick, and he did it in the good time of the game. So it's very good. We are happy. It's also one way to score, because we have a lot of possibilities. We didn't score, and if we can score also in free kick is a good thing. Thank you, coach. You're welcome. Okay, kocha pole. Asante. Na ni mechi ya kwanza, bado una nafasi ya kwenda kuonyesha pale Chamazi katika mchezo wa pili. Goli la mapema lilipoteza malengo yako katika upangaji wa timu? Ni kweli kabisa, na nimewafahamisha vile kwamba hapa lazima kuna 1, 2, 3, lakini this is a game. Wamecheza vile tunavyotaka. Tunajua kama mechi itakuwa tough, na tunajua kabisa kama mechi lazima iwe ngumu, lakini tumejaribu kucheza vile tunavyotaka. Imekuja. Kwa hiyo tuna focus na mechi ijayo. Kama unavyojua, hii mechi ya kwanza, lakini mechi ya pili tarehe 24 tunaenda Chamazi. Leo ulipanga wanasema kupaki basi zaidi, lakini baada ya kufungwa ni kama vile ukawaruhusu wachezaji wafunguke. Hapana, tulikuwa tunacheza 5-4-1, just deep defending and counter attack. That's why tumembakisha mtu mbele. Hatukurudi watu wote, lakini lengo letu tukipata mpira tushambulie kwa haraka. Lakini bahati mbaya, na tumepata nafasi 1, 2, lakini hatukuzitumia. This is a football. Wenzetu wamepata nafasi, wametumia, tumefungwa. All the best. Thank you. Hao ni makocha wa timu hizo mbili, Azam FC na kocha wake Florent Ibenge, lakini KMKM na kocha wao Hababu Ali, ambaye anatazama jinsi gani ya kwenda kupindua meza kwenye uwanja wa Azam Complex Chamazi baada ya kupoteza magoli 2-0 katika uwanja wa New Amaan Complex. Tuondoke huko visiwani Zanzibar, turejee kwa wekundu wa Msimbazi Simba, ambao watakuwa na kibarua kizito leo hii kuwakabili Nsingizini Hotspurs ya Eswatini leo saa 10 jioni katika mchezo wa kwanza wa raundi ya pili kufuzu hatua makundi ligi ya mabingwa barani Afrika. Mchezo huu utaonyeshwa mubashara kupitia channel ya Azam Sports 2 HD. Kuelekea katika mchezo huo, mwenzetu Mohamed amezungumza na meneja mkuu wa kikosi hicho, ambaye ameeleza namna wanavyojiandaa kupata ushindi kwenye mchezo huo. Kikosi cha Simba kimefanya mazoezi ya kwanza hapa katika mji wa Manzini Eswatini, katika dimba hili la Sam Ololo, dimba ambalo litatumika kwa ajili ya mchezo siku ya Jumapili. Kikosi hiki kiko chini ya kocha mpya Dimitri Pantev, ambaye anaongoza mazoezi haya tangu alivyoanza wiki mbili za kwanza pale Dar es Salaam, lakini pia hapa Eswatini anaendeleza kuongeza kasi kwa namna gani atafanya vizuri kuelekea katika mchezo huo. Preparation is normal, little bit different because we use artificial pitch, but team is ready, enough motivated, and I think that our focus is to give our best, to give good performance, and as I told before, everything will be depend on our performance. So we will follow our strategy. We will not going to change anything. We have our style, and we will play our football. I think that everything will be okay for us. Yes, maybe it will be a little bit more difficult for our guys because too cold here. But this is football. It will be the same for us and for them. I think that this is not one of the main points now.
What about the pitch and the environment? The pitch also is different, artificial, but sometimes our guys use also artificial pitch. So 1-2 trainings, it will be enough for us to adapt. Kwa upande wa wachezaji nao wana ari nzuri kuhakikisha watafanya vizuri kuelekea katika mchezo huo, kama ambavyo anaeleza nahodha wa kikosi cha Simba Shomari Kapombe. Na tunaweza kusema kwamba kila mchezaji yuko vizuri na sisi tuko vizuri. Tumefanya mazoezi hapa katika siku ya leo na katika uwanja huu wa mechi. Hali ya kikosi kwa ujumla iko vizuri na mazoezi yameenda vizuri. Tunaendelea kufanya maandalizi kuelekea katika mchezo na mwalimu ameendelea kuinsist vitu ambavyo anavitaka tuvifanye katika mchezo ambao unaokuja, na imani mpaka kesho tutakuwa katika 100% ya kuelekea katika mchezo na maandalizi yetu yatakuwa yamekamilika kwa ujumla. Kwa hiyo mpaka sasa hivi nasema kikosi kwa ujumla kiko vizuri na tuko na hali nzuri ya kuelekea katika mchezo wa kesho. Wewe ni miongoni mwa wachezaji ambao mara ya mwisho kikosi cha Simba kilikuja hapa na kilipata ushindi wa bao 3, na wewe ni miongoni mwa watu ambao mlikuwa kwenye kikosi hicho, lakini safari hii uko na kikosi kipya. Takriban watu wote wanaweza kaa ni wapi? Labda wewe na Mzamiru Yasini ndio wenyeji. Ujio wa hapa kuna upweke wote ambao una feel, au wa Tanzania wategemea kile mlichokifanya last time ndio hicho kitatokea na kwenye mechi ya kesho kutwa? Cha kwanza naweza kusema kwamba kitu kizuri, condition ya uwanja iko vizuri, na vile hali ya hewa kidogo kina baridi, lakini ni hali ya hewa nzuri ya kuweza kuperform vizuri katika mchezo. Last time tumekuja hapa tumepata ushindi, lakini safari hii huu ni mchezo ambao ni mchezo wa mwisho ambao na ukishinda una qualify kuelekea katika group stage. Kwa hiyo sisi kama Simba tumejiandaa kufanya vizuri katika mchezo huu ili kuweza kupata ushindi na kuweza kuingia katika group stage. Kwa hiyo tunaanzia katika mchezo huu wa ugenini. Tuna imani kwamba wapinzani wetu wanajiandaa vizuri kukutana na sisi, na sisi vile vile tunajiandaa kukutana na wao ili kuweza kufanya vizuri kuelekea katika group stage. Hiyo ni kuhusiana na wekundu wa Msimbazi Simba ambao wako pale Manzini, Eswatini kwa ajili ya kujiandaa na mchezo wa Ligi ya Mabingwa Afrika dhidi ya Nsingizini Hotspurs, mchezo ambao utachezwa leo saa 10 jioni na utakuwa mubashara kupitia Azam Sports 2 HD. Na tukiondoka kwenye Ligi ya Mabingwa Afrika turejee kwenye kombe la shirikisho ambapo Walimu Alizeti Singida Black Stars watakuwa ugenini kucheza mchezo wao wa kwanza wa raundi hii ya pili ya kusaka hatua makundi ya kombe la shirikisho barani Afrika dhidi ya wenyeji wao Flambeau du Centre ya Burundi majira ya saa 10 jioni. Mchezo huo utarushwa mubashara kupitia Azam Sports 4 HD, na kocha mkuu wa kikosi hicho mwa Argentina Miguel Gamondi ameeleza utayari wao kuelekea mchezo huo na namna ulivyo muhimu kwao kwenye kusaka hatua ya makundi ya kombe la shirikisho barani Afrika. It's a knockout stage, you need to play 2 games. For me it's 180 minutes. And you need to be very cautious when you play away. But my football philosophy is always attacking and score goals. Football is winning about goals. Me, I know the type of the coach who like to sit in back. But we respect our opponent. Of course, the main concern is don't concede the goals. But for me, doesn't matter if we play home away. The football is one. Is try to win the game. I have very good players and trust a lot in my players, the capacity, the quality, and the personality. And we come in here to make a good result. And for me, good result is try to win the game. I repeat, I respect Flambeau du Centre, a very good team. They eliminated a strong team from Libya. I know Libya was my league. I work in there. I play against this team. It's not easy. But we have the great determination to come in and try to win the game. Wedi kocha wa Singida Black Stars Miguel Gamondi akielezea maandalizi na utayari wao kuelekea kuzitafuta hatua muhimu na kubwa zaidi za michuano ya kombe la shirikisho, kwa maana hatua ya makundi, utayari wa wachezaji wake na namna ambavyo wanaiendea mechi hiyo. Tukiondoka tukirejea katika ligi kuu ya NBC ambapo mara baada ya mapumziko takriban majuma mawili kupisha mapumziko ya FIFA, hatimaye ligi kuu ya NBC inarejea mwishoni mwa juma hili.
michezo kadhaa katika viwanja mbalimbali, ambapo Oktoba 17 tulishuhudia michezo miwili ikipigwa. Pamba Jiji mapema dhidi ya wazee wa mapigo na mwendo Mashujaa FC kwenye uwanja wa CCM Kirumba na kufanikiwa kuwalazimisha Mashujaa kichapo cha magoli 2-1. Vizuri sana ile inapiga pasi kinyazuliwa tena, bado anakuja kosi, nafasi kwa Peter Luasa kwenye box. Luasa! Sikia shangwe zinapigwa kwa wingi, basi ujue ni Pamba Jiji ndio ambao wamekuwa kwanza kutangulia. Yaza ule mpira ndani kule! Wanaduazwa Pamba Jiji. Nilizungumza kwamba iwenda kwamba Mashujaa wakati mpira kutengwa. Baraka Mtui anakwenda kucharaza vizuri kabisa minda mlango. Alifikiri kama Baraka Mtui anaweza kupiga cross, lakini kumbe mpira moja kwa moja kwenye kamba. Bado ni poor clearance, hajafanikiwa kuondoka. Wekele cross ndani, nafasi kwa Pamba. Haya, Yonta Kamara, nafasi kwa Naji Musa. Pamba gani kule! Chuma cha pili. Unaweza kaona katika eneo ambalo alicheza kwa makini mkubwa sana. Tazama Naji Musa, pasi moja makini kabisa. Ushindi wa magoli 2-1 ambao wameupata Pamba dhidi ya Mashujaa. Kisha baadaye saa 10:15 tukashuhudia mchezo mwingine ambapo Fountain Gate walikuwa nyumbani kucheza dhidi ya Dodoma Jiji kwenye uwanja wa Tanzanite kwa raha na kupata ushindi wao wa kwanza katika dakika za mwisho za mchezo huo kupitia Mudrik Abdi Shehe. Na hivyo ndivyo Fountain Gate walivyoigaragaza Dodoma Jiji. Abushiri ameachia pasi moja, Munawara huyu hapa anakuja, Mwinuke jaza ndani kule, sasa nafasi imejazwa kwenye kamba na imekaa barabara kabisa. Moja kati ya mabao mazuri kabisa yanafungwa hapa. Ni shangwe, nderemo na vifijo. Shangwe, nderemo na vifijo linaamka hapa. Miaka dahari, nyota huyu Mukrim Abdi Shehe anaandika historia hapa. Anapiga utosi wa maana kwelikweli, na mpira ule moja kwa moja unakwenda kuzama kwenye kamba. Fountain Gate. Ligi kuu ya NBC ikaendelea tena jana katika uwanja wa KMC Complex, tukiwashuhudia wenyeji wa mchezo huo KMC Football Club wakipoteza kwa kichapo kizito cha magoli 3-0. Bia urusho kuelekea lango la KMC. Umeanza haraka haraka, anayewekwa ndani, nafasi kwa kichwa kule kuja kabari. Yes! Kichwa cha mparazo kinamweka, hajui afanye nini. Fabian Mutombora walirushana haraka haraka. Mbeya City hiyo hapo ikawekwa ndani, akaiparaza kichwa mparazo Mateo Anton. Hiyo anapewa pasi na yacha, nafasi nyingine tena kwa Mbeya City, nafasi ndio kuandika bao la pili kadari bole. Yes! Chuma cha pili, chuma cha pili anaiweka mwenye Vitalis Mayanga. Tizama pasi ambayo alikwenda kuiacha Ahmed Pipino, akaikokota vizuri kabisa kule Vitalis Mayanga. Hiyo hapo ilikuwa kuna ajizi, aguswa ni mkwaju wa penalty, akaiweka kambani. Ekea kule Vitalis Mayanga, nafasi nyingine tena huku inawekwa vipasi, nafasi Mateo. Mzigo unazidi kuwa mzito, wanapewa surprise moja maridadi kweli kweli. Tizama pasi nzuri kabisa ikitua kwenye kichwa cha Mateo. Kipigo cha magoli 3-0 walichokipata KMC kutoka kwa Mbeya City kimewapa maswali mengi sana ya kujiuliza wakusanya ushuru wa manispaa ya Kinondoni. Ligi hiyo itaendelea tena leo hii kwa michezo miwili kupigwa, ambapo Mtibwa Sugar watakuwa nyumbani kuwavaa wagosi wa Kaya Coastal Union majira ya saa 10 jioni, na makocha wa timu hizo hawakusita kuzungumzia na kueleza maandalizi kuelekea mchezo huo. Najua timu ambayo tunaenda kukutana nayo ni timu sio ngeni kwetu wala kwao sisi sio wageni, kwa hiyo tutarajie mchezo ambao utakuwa na ushindani na utakao kuwa mzuri zaidi. Tutakwenda kuleta mabadiliko makubwa sana. Vijana wameshajitahidi mpaka hapa. Cha mno ninachoomba ni ushirikiano. Mimi kama unavyozungumza hapa, Dodoma ni mwenyeji.
naomba sapoti ya wapenzi wa Coast waliopo Dodoma na wale wa kule Tanga pia vile vile wenye uwezo wa kusafiri kuja kuwapa hawa sapoti, wawape sapoti. Ushirikiano wao tu ukiwa mkubwa, sisi tunakwenda kufanya vizuri. Hao ni makocha wa timu zote mbili wakizungumza kuelekea kwenye mchezo huo ambao utachezwa majira ya saa 10 jioni na utashuhudia mubashara kupitia Azam Sports 1 HD. Bado tunaendelea na Sports AM na tunaendelea na kukuletea taarifa mbalimbali za juma zima katika awamu hii ya 3, na sasa tuzielekee habari za bado tunasalia katika ligi kuu ya NBC. Mchezo wa kukamilisha siku ya leo utakuwa ni kati ya JKT Tanzania dhidi ya Namungo katika uwanja wa Meja Jenerali Issa Muhyo pale Mbweni, Dar es Salaam saa 1 usiku. Nao makocha wa timu hizo Ahmad Ali na Juma Ramadhani Mgunda wameeleza namna gani ambavyo wanauendea mchezo huo. Kwa mchezo kiujumla tunaamini Namungo ni timu bora, iko na wachezaji wazuri, iko na mwalimu mzuri sana mzee wangu Mgunda. I think itakuwa ni game moja nzuri sana na jinsi ambavyo wao wanacheza, timu ambayo iko compact, timu ambayo iko solid, ina vijana wengi ambao wako aggressively, wako na njaa ya kufanya vizuri. So kwenye platform hiyo kama staff tumejaribu kubuild up kuona jinsi gani tuwe na good performance kwa hiyo mechi na kuwasaidia players kuona jinsi gani ambavyo tunaweza kuwa bora kwenye hiyo siku ya mechi. Ukijipanga vizuri, ukishindana vizuri, popote unapata matokeo. Pressure haikosekani kwa sababu haya ni mashindano, sio bonanza. Ukishakuwa ni mashindano kuna kale ka pressure kama mashindano ambako kapo. Kwa hiyo ni kwamba tunalijua hilo kwamba unapocheza away mtu anacheza kwenye uwanja wake. Ulikuwa unayafahamu, na sasa ni wakati wa kuungana na wachambuzi wetu wa siku hii ya leo. Rashid Kejo ambaye ni mhariri wa gazeti la Mwananchi, lakini pia Clemens Kunambi mhariri wa michezo wa gazeti la Habari Leo, pamoja na Songelia Kilinga ambaye ni mhariri wa Daily News. Na muda wa kuchambua sasa, muda wa wachambuzi. Kundi la watu ambalo mara nyingi limekuwa likichukiwa sana na makocha ndio hili hapa. Kama kuna watu ambao makocha wanawachukia, basi ni wachambuzi. Naso, unakubali hilo? Inawezekana, lakini vile vile ni kundi ambao makocha wanalipenda kwa sababu saa nyingine natoa maoni inawasaidia na wanafanyia kazi. Kejo vipi? Salama. Habari ya weekend? Tunamshukuru Mungu. Inaelekea ukingoni. Wiki inaelekea ukingoni. Maana kesho kibarua. Kesho tunarudi kazini. Jumapili nachukiwa sana na watu wasiopenda kazi. Watu wasiopenda kazi wanachukia sana Jumapili. Taarifa nilizozipata ni kwamba Kunambi leo anashabikia Manchester United. Kwa mara ya kwanza. Kwa mara ya kwanza. Zinatokea nyakati nyingi tu. Nyakati nyingi kweli. Kwa mara ya kwanza msimu huu. Msimu huu kwa mara ya kwanza anashabikia Manchester United. Yes. Leo atashangilia Manchester United. Unajisikiaje? Mimi naangalia msimamo tu pale kwamba unajisikiaje kushabikia timu ambayo sio yako? Kwa leo mimi najisikia vizuri tu. Kwa leo mimi najisikia vizuri. Karibuni sana. Asante sana. Na mimi weekend imekuwa njema na bado inaendelea kuwa ya moto kwa sababu yako mengi sana ambayo tumesaliwa nayo kwenye ligi ile inaendelea, Champions League inaendelea, shirikisho Afrika inaendelea, ligi mbalimbali barani Ulaya zinaendelea. Kwa hiyo bado remote zinaendelea kufutika namba. Unajua remote zinafutika bonyeza. Sawa, mada ya kwanza ambayo tutakwenda kuiangalia na wachambuzi wangu siku ya leo ni kuhusiana na Young Africans kupoteza mchezo mkondo wa kwanza dhidi ya Silver Strikers. Kwanza Kunambi, tumeshuhudia Yanga tofauti na ambayo tumeiona ikicheza chini ya kocha Romain Folz msimu huu. Yaani Yanga iliyocheza jana kuna namna ilikuwa tofauti? Of course kuna namna ilikuwa tofauti. Kocha huyu Romain Folz, lakini jana nimeona kulikuwa na makosa mengi binafsi ya wachezaji kuliko ya kimfumo. Kuliko ambayo ya kusema moja kwa moja kwamba ya hili ni tatizo la kocha. Mchezaji yuko peke yake na mpira anatoa pasi ambayo haifiki
au anatoa pasi kwa mwenzake, lakini mwenzake anashindwa kucontrol mpira unatoka. Lakini ukiangalia kwa mfano structure kwa namna jinsi walivyokuwa wanashambulia, zile pattern unakuwa unaziona, lakini maamuzi nini wafanye wakiwa na mpira mengi yalikuwa sio sahihi, kitu ambacho mimi na mount kwamba ni makosa binafsi zaidi ya mchezaji mmoja mmoja kuliko ya kimfumo kuliko ya kocha. Kwa mfano nafasi walitengeneza Yanga almost 3 au 4, Boyeli amekosa kwenye boksi, Pacome, Dumbia. Ni nafasi ambazo sasa jukumu la kocha kuhakikisha anaifundisha timu ambayo inatengeneza nafasi, lakini kocha hawezi kuingia kufunga. Swala la kumalizia ni swala la mchezaji mmoja. Kwa hiyo Yanga jana naona kusema kweli walikuwa down sana, unaona, kwa mchezaji mmoja zaidi kuliko mpango wa kitimu. Hata sababu ukiona jinsi mwalimu alivyokuwa anazifanya nini anataka, unaona kaisa mwalimu alipatia kufanya sababu zake. Unaona hata sababu ya Ekue, unaona kaisa hapa mwalimu anataka kuongeza mapana sasa, kushambulia kutoka pembeni. Unaona sababu walomuingiza Edmund John, unaona kabisa hii kwamba hesabu ina lengo la kutaka kumaliza mechi, kupata ushindi ugenini. Lakini wao wenyewe wachezaji kwa makosa yao mmoja wamemwangusha mwalimu. Ingaje pia lazima wasifie wapinzani. Umemsikia kocha Kadenge baada ya mechi, kocha wa Silver Strikers anasema wamekwenda katika ile mechi wakawanyima Young Africans nafasi ya kuhuru zaidi kucheza, kwa sababu walitambua kama wakiwapa hiyo nafasi ya kucheza itakuwa ni hatari zaidi kwao. Hii kimaanisha kwamba alifanya homework yake. Young Africans walifanya homework yao vizuri kuifahamu Silver Strikers namna gani ambavyo inacheza, lakini pia uhatari wao uko wapi, au kwa kiasi gani Young Africans ilitegemea kwamba Silver Strikers itakwenda kuwa timu ya pili tu uwanjani na wasingeweza kuwa hatari offensively. Nadhani hilo ndio lilikuwa tatizo la Yanga, na ni kama tulizungumza hapa last week kwamba hawa Silver Strikers ni timu ambayo ni kama unaweza kuwaita dark horse. Hujui unakutana na farasi mweusi, yani ana mbinu gani, ana mbinu zipi. Unajua ni afadhali ukakutana na timu ambayo umeshaiona ikicheza mara kwa mara, unaweza kujua weakness yake na strength yake iko wapi. Lakini Yanga nafikiri hawakufanya hiyo homework wakati wenzao waliofanya. Ameisema vizuri sana coach Kadenge pale kwamba walijua wakiwapa Yanga nafasi wapige ile free flow yao itawapa matatizo. Kwa hiyo walikuwa wana disturb katika mipira ya pili, na ni kweli walikuwa unaona wana win sana katika second balls, wana block Yanga katika eneo lao la ushambuliaji. Yani Yanga walikosa mbinu ya pili katika eneo la final third, na hiyo unaweza sasa usiwalaumu sana Yanga, lakini ukawasifia defenders wa Silver Strikers kwa sababu walikuwa bora sana katika maeneo yao ya kuclear lines za kwenye zone yao. Kwa hiyo homework ambao walifanya wao ndio imewasaidia. Sasa Yanga wana kazi ya kufanya homework nao kuelekea mechi ya round ya pili ili kutana round the score na kupata ushindi. Kejo, Silver Strikers mpaka sasa kwenye hizi mechi za round ya awali wamefunga magoli 2 tu. Goli walifunga dhidi ya Yanga na goli moja ambalo walifunga dhidi ya Elgeco Plus ya Madagascar kwenye mechi ya kwanza ambayo sare yake ya 1-1 ndio iliwafanya waingie kwenye hii round, kwa sababu wamefika kwenye hii round kutokana na away goal advantage. Jana wamecheza kwa mpango kazi ambao ukiuangalia kwa picha ya nje unaweza kusema ni timu ambayo ilikuwa imejipanga kutofungwa kwanza, kutokana na jinsi ambavyo wamecheza. Hata katika mechi yao ya pili, kwa maana mechi walicheza dhidi ya Elgeco ya pili, walicheza na mechi kaisha goalless, hawakuruhusu goli katika uwanja wao nyumbani, wakanufaika na sare ya 1-1 ambayo walipata ugenini. Nadhani
kwa kiasi gani Young Africans walishindwa kunufaika na mpango kazi ambao waliingia nao Silver Strikers? Ya, kama walivyosema wenzangu, kitu kikubwa ambacho kiliwagharimu Yanga ni kucheza mpira nje ya uwanja. Unajua kuna zamani mchezo wa draft mtu mkianza tu kote ya kwanza mtu umekwisha, bao limekwisha hili. Panga lingine. Wewe panga lingine. Sasa kilichoiponza Yanga katika mechi ya jana ni ile kuona tu Silver Striker kwanza imevuka hatua bila kushinda. Kama ulivyosema sare ya 1-1 dhidi ya timu ya Ego ya Madagascar, alafu goalless draw nyumbani, wakavuka kwa goli la ugenini. Sisi angalau tulishinda nje ndani magoli matano. Kwa hiyo unaona tuna mtaji, tuna timu inayofunga lakini inayofungwa kwa isiyofungika kirahisi. Hawa hawafungi. Kwa hiyo unajua hizo kucheza mpira nje ya uwanja mentality, wenzao walijua udhaifu wao na wakajua jinsi gani ya kufanya. Hiyo ilikuwa ni moja, lakini ya pili Yanga hata kama jana ingetoka na ushindi ingawa mwenzangu hapa amesema yeye kwamba Kunambi anasema Yanga ilicheza, kulikuwa kuna makosa binafsi ya mtu mmoja mmoja ambayo kila mmoja aliona, lakini pili hayo makosa ya mtu mmoja mmoja ndio yanayo amount kwa kocha kuonekana udhaifu wake, kwa sababu kama timu wachezaji wengi wana makosa, sasa wajibu wako wewe ni, unajua uzuri wa timu inayocheza vizuri ni kwamba mchezaji mwingine ana uwezo wa kuficha makosa ya mwingine. Mmoja amefanya makosa, mwingine anayafuta. Sasa karibu kila mmoja akiwa anafanya makosa, sasa hapo ndo unaweza ukajiuliza sasa hapa inakuwa jana Yanga kwa naangalia mpira na mwenzangu mmoja anaitwa Hatim na Heka akawa anasema Yanga utafikiri imekwenda na basi. Wamechoka. Walipoonekana wamechoka. Ni ile njia ya kutoka mpakani pale kuitafuta Lilongwe. Ile kama uko na gari kweli lazima uchoke. Yaani uliona kabisa kwamba Yanga iko fatigued. Yaani imechoka, kama kuna kitu wachezaji kama roho inataka, akili inataka, mwili unagoma. Kwa haraka wachezaji wangapi pale ambao wametoka kwenye national duties? Pacome hakucheza dakika 90. Lakini ndo alicheza. Kuna mwingine ambaye alikwenda kwenye national team duties. Ekue alienda Celestine kwa. Yes. Isra Patrick mwenda nali. Na nafikiri hata reference ya makosa mengi zaidi nadhani yeye kama Ibra Baka. Baka alifanya makosa mengi. Lakini ukiangalia kwa ujumla idadi kubwa ya wachezaji hawakuwa katika kiwango ambacho kilitarajiwa. Lakini pia ukiangalia ndo bahati mbaya ya Folz. Pamoja na kwamba timu ilikuwa inapata ushindi, lakini ilikuwa ni ushindi unapatikana katika performance ambayo hamna hata mtu anayefurahia. Sasa hiyo katika mpira wa miguu wengi wanapenda wanasema kama kuna kipindi cha Arsenal ilikuwa inashinda, lakini wanasema Arsenal sio tu kwamba inashinda ila ina entertain. Kwa hiyo watu wanapenda soka la kuburudisha. Sio soka kama lile la Mourinho kwamba unapaki basi wewe unachotaka si ushinde. Si unataka pointi 3 unataka kuvuka, sisi tutavuka. Lakini mambo ya kukanga chipsi kwenye mpira wetu sisi hatuna. Kwa hiyo tulitarajia Yanga icheze vizuri zaidi, na haswa katika kipindi ambacho Folz alikuwa katika shinikizo kubwa, na nadhani alikuwa anajua kabisa kwamba hii nikishindwa naondoka. Ilikuwa iko wazi, dalili zote wewe ushaanza kusikia kwamba kuna kocha anakuja anatoka Madagascar, zote zile alikuwa anajua tu kwamba ilikuwa inaangaliwa tu kwamba ni namba. Kwa hiyo performance ya Yanga achili mbali ushindi ndio ilikuwa imewakera zaidi wachezaji na mashabiki, na jana ikawa imejidhihirisha zaidi kama kwa muda mfupi jipu limetumbuka. Kwa muda mfupi uliopo na training sessions ambazo watakuwa nazo,
kocha ambaye anapewa kazi ya kuisimamia timu kuelekea kwenye mechi ya pili, anaweza akaifanya Young Africans ikacheza tofauti dhidi ya Silver Strikers kwenye mechi ya tarehe 25. Kunambi? Mimi naona itakuwa na labda motivation tu, kwa maana kwamba sio kwamba kutakuwa na ni vitu vingi vya maingizo yake, falsafa yake na nini, lakini wachezaji mara nyingine wanakuwa motivated kucheza chini ya kocha mpya au kiongozi mpya. Maana wanasema sasa hadi uongozi umeamua kufanya mabadiliko hii ya benchi la ufundi, ina maana wanazamilia kitu fulani. Kwa hiyo mimi ninachoona kutakuwepo na hamasa zaidi, hali ya kujitoa zaidi kuliko kusema kwamba ameingiza vitu vyake kitaalamu ndani ya hizi siku chache kabisa ambao vitaisaidia Yanga kwenda. So sidhani hivyo. Ngaja bado unaona nafasi kwa Yanga ipo kubwa ya kupindua meza, ila itakuwa kwa motivation zaidi. Wategemea motisha. Ile motisha. Mfano nishasikia kwamba na sehemu nimeona kwamba inawezekana siku hiyo watu wakaingia umeelewa. Kwa hiyo kutakuwa na nasi na kitu cha ziada kwamba tunaingieni bure. Okay, mabadiliko ya ghafla kuondoka kwa kocha, athari yake kwenye mechi ijayo? Mara nyingi inakuwa na athari, lakini bahati nzuri sasa timu itakuja kucheza nyumbani, ambao amehint hapa kwamba kunaweza kuwa na hizo kind of motivations. Lakini mimi naamini Yanga itakuwa ni timu nyingine itakapocheza hapa nyumbani. Unajua haya mambo huwa yanatokea saa nyingine, wachezaji nao namna gani wana engage na coach ina matter sana. Tuliona hata mechi ya juzi Simba ilipata kitu cha namna hiyo, walishinda katika hali ngumu sana dhidi ya Gaborone United, lakini kwenye mechi ya ligi chini ya Matola ikawa ni Simba tofauti kabisa. Yani huwezi kuelewa ile last week iliyocheza ni timu hii lakini kuna kitu gani kimetokea hapa. Ndio maana nakwambia naiona Yanga itakuwa tofauti sana katika mechi hapa nyumbani, itawapa wakati mgumu sana Silver Strikers, na kimsingi Yanga watapita pamoja na kwamba itakuwa na technical bench jipya na nini, lakini there is no way wakaupoteza mchezo hapa nyumbani. Katika kila upya unajua kuna upya ndani yake. Kuna vitu ambavyo mwanzoni kwenye kikosi cha Yanga namna wanavyocheza hakikuwa kinaonekana kabla ya Romain Folz, lakini moja ya vitu ambavyo watu walishangazwa navyo ni kuona anapata nafasi ya kudumu mtu kama Azizi Ndabwile kwenye nafasi ya kiungo. Na si tukupata nafasi, aliweza kuilinda imani ya kocha na kuaminisha kwamba hajakosea kocha ya kunipa